Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, tukitazama siasa za nchi za Ulaya na ulimwenguni kote. Lakini wakati huu tunamtazama Dmitry Medvedev, rais wa zamani wa Urusi, lakini naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi, ambaye anazitisha nchi za NATO. Rais huyo wa zamani lakini pia naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi anasema kwamba wanachama wapya wa NATO wanakuwa walengwa halali wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi kwa chaguo la msingi. Medvedev anasema hivyo. Nchi zilizojiunga na NATO zimeingia katika kambi yenye uadui dhidi ya Urusi na moja kwa moja zimekuwa shabaha za vikosi vya jeshi la Urusi. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, Bwana Dmitry Medvedev, anasema hayo siku ya leo Jumanne. Na sasa wao wanachama wapya wa NATO wako katika kambi yenye uadui kwetu, ambayo ina maana kuwa moja kwa moja wamekuwa walengwa kwa vikosi vyetu vya silaha, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuwalipa kwa makombora ya risasi na hata sehemu ya nyuklia au hata ya kuzuia kama sehemu ya mafundisho ya kijeshi. Je, walipata usalama gani? Wamelengwa tu na vikosi vyetu vya silaha. Je, ilifanya maisha yao kuwa bora zaidi? Hapana. Medvedev alisema katika mashindano ya elimu ya shirikisho la siku ya wakfu ya ushindi huko nchini Urusi. Wakati Urusi ikijiandaa katika sherehe za siku ya ushindi, baadhi ya viongozi mbalimbali wamekutana na kufanya mijadala mbalimbali, huku rais wa zamani wa taifa hilo Dmitry Medvedev akizungumzia juu ya namna ambavyo nchi za kimagharibi zimekuwa zikileta tishio kwa nchi ya Urusi, akisema kwamba lazima Urusi ikae macho wakati wote, huku nchi mpya zinazoingia katika NATO, hasa zile zilizopo mipakani, bila kuzitaja, lakini akimaanisha Finland pamoja na Sweden na mataifa mengine jirani ambayo yapo karibu na mipaka ya Urusi, ambayo pia ni wanachama wa Umoja wa Ulaya, ambao kwa namna moja ama nyingine wanashiriki kikamilifu kufanya uadui dhidi ya Urusi, hasa katika wakati ambapo Urusi ipo katika mapambano dhidi ya Ukraine, ambapo Dmitry Medvedev anasema kwamba NATO kawaida kama itahitaji kufanya shambulizi dhidi yetu, lazima itatumia nchi ambazo zipo mipakani kama chambo, lakini tuambie tu nchi hizi zipo katika hatari kubwa ya kushambuliwa na Urusi bila huruma, anasema rais huyo wa zamani Bwana Dmitry Medvedev. Uamuzi wa kujiunga na NATO haujaongeza usalama wa mataifa hayo, Medvedev aliongeza, akitolea mfano Poland, mataifa ya Baltic, ya Finland pamoja na Sweden. Mtazamaji wa The World News, hayo ni ya Bwana Dmitry Medvedev ambaye anayatisha mataifa ya NATO, akisema katika kipindi hiki mataifa haya ambayo yanawaza namna ya kuisaidia Ukraine katika kuhakikisha inajilinda hata baada ya kumalizika kwa vita kati ya Urusi na Ukraine, yafahamu yameweka kuwa chambo na serikali za nchi za kimagharibi, na nchi hizi kamwe hazitonewa huruma na Urusi, na Urusi itafanya mashambulizi kama ambavyo inafanya katika taifa la Ukraine. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia.